Alright, basi karibu tena basi kwa channel yetu ya Yugo Media. Na pia msamaji, kuhusiana tu na siku ya leo, ningependa basi kumwangazia zaidi basi mwanamuziki mmoja ambaye anakwenda kwa jina la Iyani. Wengi basi wameweza kumfahamu zaidi basi huyu jamaa kutokana basi na wimbo ambazo basi ameweza kuziimba, na hizo wimbo basi imeweza kutrend zaidi na kufanya yeye basi asalie katika chati basi wasanii ambao basi wanatajwa saizi katika mitandao mbalimbali wakiweza kutrend na baadhi ya wimbo ambazo basi nafanya vizuri zaidi. So huyu basi Iyani aliweza kuwa katika basi interview moja, na interview hiyo ambaye basi iliweza kufanya zaidi basi wengi wana mitandao wakiweza kufahamu yala ambaye basi alikuwa zaidi basi anayefanya kabla yeye basi kuwa basi musician. Ni kwa baadhi ya watu ambao basi wameweza kufanya basi mambo mengi zaidi katika basi mitandao za kijamii, lakini na utaona kwamba kuna vile basi personal life ambayo basi tungependa zaidi basi kuzungumzia kutokana na msanii huyu Iyani. Je, alitokea wapi na nini ambacho basi kiliweza kumfanya zaidi yeye basi akaweza kuwa basi baadhi ya watu ambao pia anaona kwamba anaweza kukumbuka zile kumbukumbu ambazo basi ameweza kuzifanya pale nyuma, na zikaweza kuona kwamba yeye basi anajijutia zaidi wapo basi aliweza kuifanya kama haya. Tuweze basi kufahamu zaidi yale ambaye basi huyu mwanamuziki Iyani aliweza kuyafanya. Mkumbuke Iyani aliweza basi kuimba wimbo kama Donjo Maber. Ni wimbo ambao pia una hit zaidi katika mitandao za kijamii, na kutokana basi na interview moja ambaye aliweza kuifanya pale podcast moja ya humu nchini, aliweza basi kuexplain zaidi kuhusiana na yeye basi akiwa na marafiki zake zaidi basi wa pale awali, ambapo basi siku moja basi aliweza kujipata kwenye trouble, ikiweza basi kuzungumzia zaidi kwamba yeye basi hakuwa anajua zaidi yale ambayo basi walikuwa basi wanapanga zaidi basi kuyafanya hao basi wenzake, marafiki zake, ila basi akaweza kuona kwamba kuna mambo yaliweza kumshtua zaidi, akaweza kujipata kwamba yeye pia tayari basi ameweza kuingia katika gengi ambayo basi hangeweza pia hata kujua kwamba huenda angeweza kuingia pale. Iyani basi aliweza basi kuimba wimbo kama Donjo Maber, Pombe, Kifo cha Mende. Ikumbuke zaidi hiyo ngoma basi utaweza kumfahamu huyu mwanamuziki ambaye nimeweza kuwekea picha pale basi kwenye mitandao. Na wengi basi mnamjua zaidi Iyani katika mambo mengi tu, na katika podcast hiyo Iyani aliweza zaidi basi na kuwaelezea zaidi story yake pale awali. Iyani aliweza kuexplain zaidi kuhusiana na jinsi ambavyo basi waliweza basi kuwa na wenzake basi wakiweza kutokea pale kwenye reggae ambayo basi iliweza kuwa katika pub moja, na walipo basi kuwa natoka kwenye hiyo bar basi wakiwa pale basi safarini tu, rafikia basi akaweza kupokonya basi handbag ya mama mmoja pale katika sehemu za Mathare, na jambo ambalo basi iliweza kuwapelekea zaidi basi wao kujipata katika trouble kubwa zaidi. Na utaona kwamba ni mambo ambayo basi yanaweza kuangaziwa tu kuhusiana na yeye basi kuona kwamba rafikia basi aliweza kusnatch handbag ya mwanamke mmoja pale, kisha basi wakaanza kukimbia zaidi. Yule basi mwanamke akiwa basi anawaita wezi, ilibidi pia yeye basi aweze kukimbia kwa sababu tayari basi aliweza kuchukua ameza kujipata katika trouble. Na alipo pia basi akaweza basi kuwa anakimbia zaidi, maafisa wa polisi pia waliweza kuwaona, na baadhi ya maafisa wa polisi tunaona kwamba waliweza kuwa wakimimina zaidi basi marisasi. Ni good luck kwamba Iyani basi hakuweza kupatwa na risasi, ila basi ni jambo ambalo basi iliweza basi kumpelekea yeye basi akaweza kuingia katika matatu, na maafisa wa polisi basi hawakuweza kumpata tena. Ni jambo ambalo basi aliweza basi kuzungumzia zaidi kwamba walikuwa wezi, na akaweza basi kureveal hivyo live on air basi akiwa katika podcast ya humu nchini, jambo ambalo basi waliweza basi kuwashtua zaidi baadhi ya mafans wake pale katika basi mitandao za kijamii. Nikushukuru vipi basi mtazamaji wewe ambao unaendelea zaidi kutazama channel yetu ya Yugo Media na kutupa support yako ya nguvu zaidi. Nikupa tu shukrani na kuona kwamba basi endelea kusubscribe na pia kulike video. Tuelekee pale 1000 subscribers, itakuwa fiti sana. Kufikia hapo basi na la ziada, endelea kutazama kwa mengi.